Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Jumapili unakutana nami kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 4:30 asubuhi. Kipindi cha leo kimesheheni mambo mengi ya kimichezo, tukizingatia kwamba tumetoka katika wiki ambayo ilikuwa ina matokeo ya kufurahisha kwa michezo hapa nchini Tanzania, kuanzia timu yetu ya under 15 kutoa ubingwa wa michuano ya shule za Afrika kwa mara ya pili mfululizo, lakini klabu ya Simba kwenda fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na timu ya wanawake ya Fuso kufuzu kushiriki fainali za kombe la dunia kule Philippines baada ya kumaliza nafasi ya pili kwenye michuano ya Fuso Afrika iliyofanyika huko Morocco. Lakini pia michuano ya kombe la muungano Dar es Salaam Young Africans wameendelea kurundika mataji kwenye kabati lao, wakitwaa taji hilo Alhamis Mei 1 kwa kuwafunga JKU kiboko ya timu za bara. Ilitoa Singida, ikaitoa na Azam FC, na mechi dhidi ya Yanga haikuwa nyepesi kwa walioishuhudia. Pamoja na hayo na mengine mengi, Mahmoud bin Zubair na kualika kwenye kipindi hiki, na nafungua leo nikiwa nimewalika ma legend wa Simba Sports Club na legend wa Dar es Salaam Young Africa ambao walicheza vipindi tofauti kidogo. Wako ambao walianza miaka ya 1980 na wawili hapa, Uncle Tom maarufu jina lake hilo, Thomas Kipese. Yeye ni mwana Dar es Salaam, Kinondoni, Mburahati kule Kigogo. Mburahati ndo kwao kwa kina Jamhuri Kiweru kule, ndo alipoibukia yeye. Amecheza Print Park kama sikosei, lakini akaingia Yanga, akatoka moja kwa moja Print Park akacheza Yanga kwa misimu kadhaa, na moja kati ya kumbukumbu zake Yanga ni kufunga moja kati ya magoli matatu yaliyozamisha Simba 3-1 yaliyopewa jina maarufu la KLM, Kipese Lazaro Makumbi. Walikuwa wafungaji hao. Rest in peace la Saidi Mzirai ndo ambaye alikipa jina hilo kipigo hicho cha magoli 3-1. Uncle Tom akageuka akaenda Simba, timu ambayo iko ndani ya roho yake. Yeye ni Simba, ni Simba lialia, ni Simba kwelikweli. Yanga alifuata maisha, na wakati ulipofika akageukia upande wa pili ambako roho yake inasuuzika. Amecheza Simba akiacha kumbukumbu kadha wa kadha, ikiwemo kuwafunga Yanga akiwa Simba, lakini kumbukumbu nzuri ni kuiwezesha Simba kufika finali ya kombe la CAF mwaka 1993. Ilikuwa ni klabu ya kwanza ya Tanzania kufika finali ya kikombe cha Afrika. Uncle Tom alikuwemo kwenye hicho kikosi. Simba inakwenda finali ya kombe la Afrika kwa mara ya pili katika historia yake, lakini waasisi wa finali hizi ni Uncle Tom. Pia naye mlinzi imara sana enzi zake, akiibukia Sigara, Wanatemeke huyu Mustafa Oza amecheza Sigara akacheza Simba kuanzia mwaka 1964, ile Simba ambayo ilikuwa inatoa mataji mfululizo chini ya kocha Dragan Popadik. Simba ambayo ilifunga Yanga magoli 4-1, magoli ambayo sababisha Yanga wakavunja timu. Mustafa Oza naye niko naye ndani ya nyumba hapa. Lakini naye beki wa kushoto wa zamani wa klabu ya Yanga, Pasco Kaliasa, yeye alibukia Kinondoni, akasajiliwa kama mchezaji aliyepandishwa kwenye kosti ya pili, akacheza Yanga, na akiwa Yanga pale nakumbuka naye pia alishinda mataji. Kwa pamoja watatu hawa tutakuwa tuna ajenda 2 ama 3 tofauti. Kwanza ni kuzungumzia mafanikio ya Simba, lakini pia tutazungumzia mafanikio ya timu zetu za vijana na ushiriki wa timu, mafanikio ya timu za vijana. Kufuzu tu kwenye finali ni mafanikio, lakini pamoja na ushiriki wake. Tukianza na timu ya under 15 ambayo imetoa kombe hili la shule za Afrika mara ya pili mfululizo, nini kifanyike kuendeleza vijana hawa baadaye waje kuwa mashujaa wa nchi yetu na nyota wa Afrika na dunia kwa ujumla. Lakini ushiriki wa Ngorongoro Heroes kwenye AFCON under 20, jana wamechapa mechi ya pili mfululizo, wana mechi 2 mkononi za mwisho ambazo zinaonekana ni ngumu zaidi dhidi ya Zambia na Masri wenyeji. Mustafa Hoza, Thomas Kipese, Pasco Kaliasa, karibuni sana studio za Azam Sports 1 HD. Asante sana. Tuanze na hili ambalo ni la kuwafahamisha wenzetu. Pasco, mambo vipi? Mambo safi. Sawa. Pasco ni mchezaji ambaye alicheza Yanga, kwa sababu anakabiliwa na changamoto ya maradhi, na zaidi
wachezaji wenzake ndo watalizungumzia hilo kabla yeye mwenyewe kuzungumza. Ako Tom, tuambie kuhusu Boy. Huyu rafiki yangu mimi nilikutana naye Passon ya Arusha wakati tunataka kupandisha. Ndio tulikuwa kule, likiwepo yeye, Isa Manofu, Patricia Tambwe na Robert Damian. Ule Kidau mtaji. Kidau si ndio nilikuwa naenda huko. Mwesa Kiwelu, kina Robert Damian. Kwa ndio tuifahamiana na bwana tukiwa Kinondoni. Watu wa Simba wataji, Mnenge Suruja pamoja mtaja. Mnenge sasa mimi sikukutana naye. Mimi tumetoka ndio wakaja nyuma ukina Mnenge. Mnenge kaja nyuma. Lakini hiyo ndio ilikuwa kosi changu, huyu Patricia Tambwe, nani Robert Damian, Kidau, Mwesa Kiwelu marehemu. Noel Pompi. Nani? Pompi. Nani? Pompi. Noel Pompi. Noel Pompi, goalkeeper. Ndio tulikuwa kundi hilo kuliongoza Passon kupanda. Ndio mlipokutana naye pale. Na tangu hapo mmekuwa marafiki. Tulikuwa leaders baada tulivyotoka kwenye mambo ya tulikuwa leaders na ni mambo ya veterani. Lakini veterani tumetoka kwa muda mchache kwenye mpira, kwa bado tulikuwa na nguvu. Kwa hiyo mtu akitaka wachezaji timu mkoani, bwana nenda leaders, utapata wakongwe ambapo bado wana uwezo, wanaweza kusaidia timu yako ipande. Wanakuja leaders, wanachukua wachezaji kadhaa wanaowaona, na ndio ilikuwa hivyo. Sawa. Na Pasco, matatizo haya kwanza kwa faida ya mtazamaji, unakabiliwa na changamoto gani? Nakaribiwa changamoto ya kutokuona. Yaani mbele naona ukungu nisioni, naona kimvuli sioni hata mtu yani. Na imeanza lini hiyo hali? Hii sasa hivi inakwenda mwezi unakwenda wa 3. Maka ilitokea tu ghafla tu, naona naenda naona vitu, mbona hapa sioni vizuri, naona kumbe ukungu umenitawala, amekaa. Sasa kuja uzima mpaka nimefikia tu machi sasa hivi, yani ile takitembea hivi. Yani hivi mpaka ukashike mkono mtu, yani anakwenda chooni hivi shike mkono kurudi, basi ndio inaletea shida ya ukungu. Ulikwenda hospitali? Nilikuwa ndugu yangu Kipesa nimshirikisha baadaye pale, akanifanya mpango kwa dawa kadhaa, nikawa nimeenda pale sisi nini inaitwa CBRT pale. Kwenda pale sasa siku hiyo kwenda pale nikajua rahisi kwenda, kama bwana hapo kipimo kuna daktari 20,000. Kapambana tukapata, tukaenda pale. Kama bwana nikacheki daktari, kama bwana bibi upige x-ray. Kwenda x-ray kule 1,200,000. Kafanya mpango, Kipesa kama basi ile mpango tukaongeza mipango, ikapatikana ile 1,200,000. Tukaenda kupiga x-ray kule, kuangaliwa, akaambiwa kuona specialist yuko daktari Jumatano bidi uje. Tukarudi siku ya Jumatano kwenda leo kunipima nini na nini. Akasema bwana bidi utakapofanya upasuaji $4,900,000. Pale sana wakaanza nimetulia niko nyumbani, nimekaa nimerudi, sababu sina chanzo chochote. Ndio nikamwambia Kipesa, akasema situlie tuhangaike, tujue tutafanyaje. Ndio hapo nilipokomea hapo. Wamesema ni kipi kinachokusumbua kitaalamu? Taalamu kwanza wanipima pressure macho. Yani pressure ilikuja juu. Kwa hiyo wanasema kuna mapanzia nyuma ya macho. Panzia imetoka, wangewa sasa damu imevilia. Wa kwanza aliniambia damu imevilia na maji sio yamejaa. Kwa hiyo maana nipigwe mionzi au nifanywe upasuaji. Ndio aliniambia hiyo. Pole sana Pasco. Asante sana. Sawa. Mustafa. Changamoto hii ya afya ya macho kwa wachezaji ama wanasoka, wana michezo, nadhani Pasco si mtu wa kwanza. Imekuwa ni kesi ambayo inatuandama sana na michezo. Unafikiri ni kwa nini, labda kwa uzoefu wako, hii hali? Kwa kweli ni changamoto, kwa sababu unakumbuka Talila Shomari naye na matatizo kama hayo. Kuna nani mmoja naye pia imemkumba matatizo kama hayo. Sijajua nini, lakini wote inakuja tatizo moja tu ambalo linaonekana pia kwa Pascali, wanaliita retina traction detachment surgery, anatakiwa afanyiwe kwenye retina. Kuna tengeneza ukungu ambao unasababisha kupoteza uono. Umeona? Na hii ina maana kwamba baada ya kufika muda fulani, ina maana kwamba anazima kabisa, hataweza kuona kabisa. Na hapa inavyoonekana iko katika hatua za awali kwa mujibu wa hizi wa dokta, na hii nani karatasi ambayo imetoka CCBRT inaonyesha kwamba
iko katika hatua za mwanzo, kwa sababu kama sasa hivi anaona kama ukungu tu, lakini na maana ikifika baada ya muda fulani atazima kabisa, hata ukungu atakuwa haupati kabisa. Kinachoniumiza kichwa, hii kesi ni kwa wanasoka zaidi. Nakumbuka tulikuwa tuna watu Arusha sio chini wa wawili. Na kuna mtu Mwanza pia ana hiyo hali, na kuna mtu Temeke pia, na kuna mtu ameshatangulia mbele haki, tatizo lake lianzia kwenye macho pia. Sasa. Yani ni hivyo, lakini nijaribu kulihusisha kabisa na uchezaji mpira, manake kuna wawili kati yao wanaozungumza ilikuwa ni pressure ya macho, kitu ambacho ni normal kwa watu wote. Lakini hizi kesi 3 hizi nyingine ambazo umezitaja tunashindwa kuzirelate moja kwa moja na uchezaji wa mpira, kwa sababu hata vipimo vyenyewe havionyeshi kwamba kulikuwa na athari yote wakati mtu anacheza mpira, labda pengine swala la heading au nini ndio linapelekea matatizo. Sasa unajua hii jamii ya wachezaji soka ni kubwa sana. Inawezekana hii tatizo lipo sehemu nyingine, lakini kwa sababu sisi uwanda wetu uko mkubwa sana, ndio tunaona kwa urahisi kwa nini inatutokea sana sisi. Kuna kijana mmoja hakufika mbali sana kisoka, na kumbuka tulicheza naye, amecheza tu daraja la 4 na 3 sijui, alikuwa anakaa kwa Machungwa, naye pia ana shida hiyo ya macho. Nafikiri kuna haja ya kujadili hili na matabibu wa tiba za michezo na michezo kujua nini shida, labda sijui, labda kupiga mpira kwa paji la uso sana, heda mzuri anasifiwa. Unajua mpira Mustafa, in football unapata boxing, unapata wrestling, umenyelewa bwana, unapata michezo yote ya nguvu, kwa sababu mchezaji anacheza, wanasema football, lakini ni mchezo wa fiziki ambao kila kiungo kinashiriki. Katika football unapata riadha, unapata wrestling, na biduana, mnaangushana, unapata boxing, yani kila mchezo upo kwenye football. That's why is the number 1 sports. Sawa. Namna ya kumsaidia mwenzetu Pascal Kaliasa kwa hii hali, hakuna namna nyingine zaidi kwa kukushirikisha wewe mtazamaji, mdau, mpenzi, mwana michezo, kuweza kumchangia apate hizo fedha zinazohitajika aende akafanyiwa operation ya macho. Shilingi ngapi umesema Pascal? Pale kama karatasi yale ameambia milioni 4.9. Tusomee hapo Mustafa. Hii ni $2,197. Na hiyo ni inafanyika hapa. Inafanyika hapa CCBRT. Ambayo kwa mbadilishano wa fedha siku hiyo exchange rate ambayo imepigia wakati inatoka hii proforma kwa tarehe 16 mwezi wa 4, inaonyesha kwa pesa ya Tanzania ni milioni 4.9, almost kama milioni 5. Ngapi zinahitajika? Naweza katokea msamaria mmoja, watu wema sana wapo na wanafanya ibada nyingi sana za sadaka. Inshallah kwa baraka za Mwenyezi Mungu anaweza kaitokeza mtu mmoja. Amekeza Yanga kwa faida ya mtazamaji wewe ambaye ukuwahi kumuona akitumika pale Yanga, tutakuweka picha zake hapa utaona. Tukumbushe enzake, na amekeza kina Lunyamila, tutaona picha hapa. Amekeza na kina Akida, mmepishana. Akida ambukiza naye, Idimoshi mmekeza naye, Chinga mmepishana naye. Moja ya picha zake akiwa Yanga ni hii hapa. Simpoa ile Yanga ndo alikuwa timu ya kwanza kupata sponsorship ya kampuni za simu hapa Tanzania, Mobitel, si ndio? Basi namuona pale Silvato Supreme Police, huyo utangulia na Idibili, huyo ni Phantom, na huyo ni Mkenya Vincent Tendwa, na yeye ndo yuko nyuma yake. Mlikuwa mnaingia kwenye mechi la Simba hapa. Hii ndo mechi Mapunda aligaragaza sana hii. Galicha. Hii mechi alikotesa Galicha mchezi yule. Ulipigwa sabu hii ilipigwa sabu ya kwanza tulicheza ile. Galicha mbaya. Ana ungwana hata kidogo. Unakumbuka lakini siku ile? Nilifanya kazi sana kuja winga wawili, Sedima Ulidi Galicha watu wawili. Bwana ulitabika. Wanakuja ulitabika. Uliona bala gani tena ile? Sio soka. Yule mtu sio wewe. Yule mtu kwa watesa wengi. Sijui umeelewa? Anajua. Yule mtu wewe paka walibuta Garincha yule yuko kule kwao kule. Watu hata TV hatuwaoni au watu wa Ulaya. Yule alikuwa anajua. Sasa Mustafa, ukutana na Garincha Steven Mapunda Steven Mapunda? Yaani yeye amemaliza, mimi sishaondoka kabisa. Ule msimu huko Kariakoo. Niko Kariakoo tunapandisha, mimi nilikuwa ni kocha mchezaji, of course kwa na assist. Kwa hiyo ulimuona shughuli yake. Yaani nimemuona jinsi alivyocheza, hata alivyokuwa yuko Simba nilikuwa namuona jinsi, of course
Ana uwezo sana, alikuwa na skills za mpira. Sasa hapo nijibu. Sawa? Ndio. Rudisha kumbukumbu zako kwa Steven Mapunda Garincha, alafu umepewa elimu panzo ambaye chagua mtu mmoja aanze, tunataka ushindi. Yani Garincha katika fomu yake na mpanzo huyu wa moto. Umeambiwa anachagua mtu mmoja aanze, tunataka tushinde mechi hii. Nani mpanzo ana added advantage kwa sababu ni yani futieki yake iko kote kushoto na kulia. Weakness ya nani alikuwa anatumia mguu mmoja tu, Steven Garincha, mguu wa kulia. Kwa hiyo ukimwangalia mpanzo ana uwezo wa kutoka kushoto na kulia, lakini Garincha alikuwa ana kaliba hiyo. Hapo sawa, lakini Garincha alikuwa atumia mguu mmoja wa kulia, ila ni bora akae huko kulia kuliko kushoto. Na kama hii naeleza huyu polisi ndo atajua. Kwa sababu kile kimguu chake yule Garincha bwana acha. Kwa sababu ujue mguu wake mwingine wa kushoto sio kama sijui umekufa ganzi, hapana. Sema hauna nguvu sana. Garincha bisimtaki kabisa. Garincha kauliza wengi ni talented of course. Sawa. Hii ni picha ya kikosi cha Yanga, na hapa nafikiri kama sio Mwanza, hii milima ni Morogoro hii. Morogoro hapa Moro Ndio Morogoro. Lakini hii ni Yanga. Sio Yanga. Hii Paulson. Hii sio Yanga. Paulson nimeona watu wengi, nimeona James Kirwa pale. Hii sio Yanga. Hii ni Paulson, nimeona Ngade Chabanga. Ankotomo hapa sijamuona, bado namtafuta, sijamuona Paulson. Hiyo shatoka hiyo. Shatoka hapo. Ushatoka hapo. Sawa. Paulson nyingine tuone. Nyingine. Hii ndio ile imejirudia Vincent. Hii inaonekana vizuri sasa pale. Yule sio nani ile? Doimoke bwana. Marehemu. Wamemchoma moto. Alafu huyu hapa japo haonyeshi sura kilishamjua, Gharibu Dibu yule bablubu yule. Alikuwa anakwenda pale Yanga sana, akampa meneja usaidizi. Gharibu Dibu. Hivi yupo Dibu? Mtu Magomeni huyu. Gharibu mjui? Sio chupa ilikuwa ya maji au ya mambo? Hapana, hiyo chupa ya maji. Namuona mwanangu Shauri yule kule. Shauri ndugu yako wa Bulati. Pata ajali naye juzi kati hapa na boda. Mbona sijui huyo ndugu yangu kabisa. Yuko kwa dada yake wapi huko Mbagala. Nampigia simu nikitoka hapa. Sawa. Mtazamaji, tunakuomba sasa, hii mechi na Simba ndio ile ulitabika Yesadi Maulidi na mkaba. Unamkaba wapi, anakutesa hapo? Hapo mpira kisha upitisha na kwa unamkaba. Hapo kwa unamkaba. Bali bidi wewe unakaba sasa. Anakimbia sana. Hii si roba ya bao kabisa hii. Watu wawili Saidi Maulidi na Mapunda. Na kweli anamkaba. Shida sana. Mpira ushaondoka. Sasa unabaki wewe, si ndio? Baki. Sababu kuna vita watu wawili hapo. Saidi Maulidi na Garincha. Sasa utakaba watu wale utaweza wapate stambo, washamkimbia kule. Wamekuja upande wangu. Wanakupiga bande. Wapiga mande ndio kanahangaika naye. Simba alikuwa anamkiza huo sana wakati wenu. Walikuwa sehemu moja wanaiua kabisa. Hata mpira walipata shida sana. Sawa. Kuna message zinaingia hapa. Nimeona message ya Bakar Hassan Sefu, ni mdau wa soka, anasema Mahmudu nakusalimia. Ndio kulikuwa sijaona message. Yaani mtu kaandika kama sijina lawama hapo. Nakusalimia, unakausha jumla mdogo wangu. Wewe vipi bwana, masiku yangu ili nimeona message yako Abu. Familia salama. Huyu mzee alikuwa anaitwa Moshi. Tumemzika. Habari ya msiba huku. Sawa. Yule Mazai Kunari, sawa. Haya, anipa taarifa za misiba. Na hapa kuna message. Salamu alaykum, naitwa Mohamed Said wa Arusha. Maoni yangu, sisi wadau tumuombe mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asaidie wachezaji wote wa zamani, tupatie vipimo na matibabu bure kama alivyosaidia wasanii hivi karibuni. Pole sana Pascal. Huyu mdau katoa maoni kwamba na wana michezo pia na wenyewe wasaidiwe kufanya vipimo vya afya. Inshallah ujumbe umefika, na uzuri Mheshimiwa Rais, wasaidizi wake katika sekta ya michezo wanayapokea na kuyafikisha. Gerson Msigwa, Mwana FA na Profesa Paramagamba Kabudi pia watayafikisha, na ni kweli ipo haja pia wanasoka wa staff ama na michezo wa staff na wenyewe kutazamwa. Unajua si wanasoka tu, hata netballers, basketballers, kuna watu pia wanapitia changamoto tofauti. Sawa. Tom, kwa sasa hivi naona kama wewe ndio umelibeba zaidi hili la Pascal, si ndio? Kweli. Sasa kwa mwenye kuhitaji
kumsaidia Pasco anafanyaje, anampata wapi, anamfikiaje? Labda yeye yuko Kinondoni, anajulikana Kinondoni. Akifika Kinondoni shamba amempata, ila na namba zake, si ana simu, akitaka kumpata kwenye simu anazo. Labda tu hiyo busara ya namba ya simu hiyo, tutafanya utaratibu kabla tujaondoka hapa. Anaweza kaitaja hiyo namba, unaweza kaitaja mwenye namba yako. Tunaye mtu hapa Mwani Omar Nyangasa na capture fast anaiweka hapo kwenye screen. Namba yako Pasco 0766 0766 64 64 86 86 55 55 Ngine 07 0766 0766 64 64 86 86 55 55. ya Tigo. Hiyo moja tu, mtawachanganya watu sasa. Namba moja tu, na hiyo namba ndio hewani wakati wote. Jina Pasco Kaliasa au nani? Pasco Kaliasa Kiofas. Pasco Kaliasa Kiofas. Sawa, na namba hiyo itakuwa displayed hapo. Tunaomba jamani, kwa wewe mpenzi, na izime simu yako, zimeanza kupigwa sasa hivi hapa simu. Sawa, ndio hiyo nafikiri mdau anapiga. Kwa mtatupa muda kidogo wenye nia kumsaidia, tukimaliza kipindi baada ya dakika 5-10 nitaanza kumpigia. Ewe mdau wa michezo, hususan wewe mpenzi wa Yanga ambaye uliishuhudia huduma ya Pasco Kaliasa pale, izime hiyo simu kwanza, izime kabisa, utaiwasha baada ya kipindi. Ulishuhudia huduma, tulia tu Tom hapo ulipo. Nani simu mzime izime. Ulishuhudia huduma ya Pasco akiwa pale Yanga. Kuna kipindi timu ya vijana uliitwa under 20 vijana, nilikuwa kina Pawasa, ndio nakumbuka. Mlikiza mashindano gani kwa ya kufuzu Afrika? Ilikuwa nani ile, nakumbuka ilikuwa under 20 ile, ilikuwa na mechi na Namibia vile. Ndio nakumbuka. Abakiza pia timu ya taifa ya vijana. Tunakuomba wewe Yanga Afrika, kwa kuwaenzi wana michezo waliopita, tuwaenzi. Kwa mfano Engineer Hersi, rais wa Yanga, yupo karibu sana na wachezaji. Uzuri Hersi ni mwana Kinondoni naye vile vile, na kujua tangu Garden, si ndio? Na wadau wa Kinondoni jamani, mnaposema kuna watu wa mjini, tusaidiane kwa vitendo, tuache unafiki. Huu ndio mboi kabisa wa Kinondoni. Yaani Kinondoni ile original kabisa, Garden kule Leaders Club, tusaidiane, tuacheni unafiki vipi, mtakuwa yuko njema ndio tunana gani. Pasco anakabiliwa na matatizo sasa, anahitaji msaada wetu, anahitaji sio chini ya milioni 5 kwenda kufanyia upasuaji wa macho. Tushow love kwa mwenzetu jamani, tafadhali Kinondoni, tuhamishie sasa ule umaarufu na ufahari wetu kwenye starehe, tuje kwenye uungwana kwa kusaidiana wakati wa shida. Ndugu zetu wa Kinondoni wote, kina Swedi Nkabi na wengineo jamani, tumsaidie mwenzetu. Lakini Yanga kama klabu pia ambao ameitumikia zile charity mnafanya sehemu mbalimbali kwenda kusaidia vituo na watoto. Waingereza wanasema charity begins at home. Sasa hii hisani yetu ianzie nyumbani kwa mwenzetu. Inshallah Mwenyezi Mungu awatie moyo wepesi wa kusaidia. Tumsaidie jamani, najua kipindi hiki kinatazamwa na watu wengi, mamilionea na watu ambao wana kidogo lakini wana moyo wa kutoa. Tumsaidie Pasco. Hawezi kutembea na familia inamtegemea. Ni bwana soka mstaafu huyo. Naam, Pasco, inshallah Mwenyezi Mungu ataenda kheri, jambo litaenda vizuri. Naamini kabisa kwa namba ambayo imewekwa hapo, watakupigia simu na zimeshaanza kuita hapa. Sasa kwa sababu Pasco simu zake imeanza kuita, ili kumpa fursa ya kupokea simu yake, litamruhusu atoke tu hapa. Tom Joe mchukue, umtoe akakae pale off pale, ili aweze kupokea simu zake. Watampokea, watamweka pale reception apokee simu zake. Pengine kuna watu wanamtafuta muda huu. Then tunaendelea hapa. Wakati anatoka, na wakumbusha picha zake Pasco wakati akiwa anacheza. Picha hizo tazama. Picha hizo tazama za Pasco wakati anacheza. Shuka taratibu. Shuka. Naam, huyo ni Pasco Kaliasa, wenzake anatumika pale Dar es Salaam Yanga Afrika, kama unavyoweza kuona hapo. Yupo na Vincent Tendwa, mwamba mmoja hivi. Huyu mwamba Vincent Tendwa, nakumbuka mwaka 2003 kwenye finali ya kombe la Kagame aliwafunga Simba goli ambao liliipa Sports Club Villa kombe hilo. Pasi itolewa na Mtanzania, cross Shaban Kisiga, Tendwa akafunga. Simba akachapa goli 1-0 na kukosa kombe la Kagame katika memorable final ya kombe la Kagame enzi hizo la moto. Uganda club zake Sports Club Villa ya moto kweli. Andrew Fimbo Mukasa yuko pale, Mbiru Hasani yuko,
wanacheza pale, lakini kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Hakim Magumba. Enzi hizo soka ya East Africa ilikuwa imechangamka kweli kweli. Pasco ni nyuma ya Vincent Tendwa, huyo ndo Pasco Kaliasa wenzake, beki wa kushoto. Marehemu Doi Moke, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa mapumziko huko alipo, naye alifariki katika kifo cha kusikitisha, alichomwa moto kwa Kongo huko. Ameona mwandishi mwenzangu wa habari Emmanuel Ndege Gwantege huyo hapo, sawa. Huyo atakuwa ni Dibili, ukimwangalia tu ile frame ya nyuma unamjua, na hiyo ni person ya Arusha. Naam, narudi kwa wanadinga sasa. Tuanze na Uncle Tom. Uncle Tom bwana, nikushukuru kwa kile ulichokifanya na uendelee na moyo huo. Mimi nakujua wewe siku nyingi una roho safi, umeumbwa hivyo, lakini pia na ndugu yangu Mustafa naye pia ana roho safi, umeumbwa hivyo. Mwenyezi Mungu awajalie muendelee kuwa hivyo. Sasa ni mnyama Simba, Mustafa Oza. Simba anakwenda finali ya kombe la shirikisho Afrika. Miaka miwili tu tangu Yanga aende finali. Ina maana gani katika soka ya Tanzania hii? Hiyo inaashiria ukuaji wa soka katika nchi yetu. Yaani kwa maana kwamba kuna hatua tunapiga. Kuna baadhi ya wadau wanajaribu kubeza, lakini msingi mkubwa wa maendeleo ya soka ni kushiriki katika mashindano makubwa. Kwa hiyo hii back to back inaofanyika inaashiria kabisa kwamba kuna hatua tunapiga katika kuondokana na katika ramani ya kwetu ya nchi kujitanua sasa kimataifa, ambapo of course watu wote tunahitaji kuwa huko. Na nafikiri utandawazi unasaidia sana, kwa sababu kipindi cha nyuma wakati tunacheza kuna mambo ambayo kwamba yalikuwa hayako wazi sana katika ushiriki, lakini sasa hivi vitu vingi viko wazi, kwa sababu hata hizi mechi zinazokuwa zinachezwa namna sasa zinavyochukua ni tofauti na kipindi cha nyuma. Kwa hiyo kunakuwa na uwazi. Kwa hiyo uwekezaji ukiwa mzuri, maana yake sasa hivi ni rahisi sana kuweza kufikia katika kile ambacho kwamba watu wanakitamani watu wote wafike. Yeah. Sawa sawa. Uncle Tom. No. Simba amekwenda finali ya kombe la CAF. Wewe ni mmoja kati ya wachezaji ambao waliweka rekodi ya kuifikisha klabu ya kwanza ya Tanzania katika finali ya kombe la Afrika. Tunakumbuka mlianza vizuri kwa sare ya bila mabao kule ugenini dhidi ya Stella Aljame, lakini hapa nyumbani mkapoteza. This time around Simba pia wataanzia ugenini dhidi ya RS Berkane. Tofauti tu tunaondoka magharibi tunakwenda kaskazini mwa Afrika. ABCD za mistake mlifanya mwaka 93 zisirudiwe mwaka huu, kombe libaki hapa nyumbani. Uncle Tom. Mimi nacholiangalia, unatakiwa umakini wa hali ya juu. Katika maeneo yapi? Maeneo ya ulinzi. Simba kidogo naiangalia kuna mistake kwenye mambo ya ulinzi. Hawako makini sana. Yaani kwa sababu wenzetu wanakava sana sehemu ya ulinzi wanapokuwa away. Yaani ili wasifungwe magoli mengi. Kwa hiyo unapokuwa away ukifungwa goli nyingi, ina maana unapoteza maana yote mechi ya pili, kupoteza inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo Simba wanachotakiwa umakini uwe sana upande wa ulinzi kwenye kukaba, ili wasiweze kufungwa goli nyingi. Kama ugenini watafungwa goli kuanzia 2 kwenda mbele, nadhani hata hapa biashara itakuwa imeisha kwa wao. Kwa hiyo kinachoasa Simba ni muhimu sana kutengeneza ulinzi wa hali ya juu. Kila mchezaji hiyo mechi ataocheza kule, kila mchezaji ajitume, asiseme hiyo ukabaji ni nafasi sijui ya nani Ngoma, sijui nafasi ya nani Chamaloni, sijui Kapombe. Yani timu nzima inatakiwa ijitoe. Na finali mimi nasema sio Dar es Salaam, finali iko kule Morocco. Simba finali kama wataimaliza Morocco, basi biashara itakuwa imemalizika, lakini wakifungwa goli 2-3 nadhani Simba watapoteza ubingwa kama tulivyopoteza sisi. Sawa. Wakati tukiendelea hapa basi na wakumbuya kama ndugu yetu Pasco Kaliasa anakabiliwa na changamoto ya maradhi ambayo matibabu yake si chini ya milioni 5. Beki huyu wa zamani wa Yanga na timu ya taifa ya vijana Tanzania hana uwezo wa kifedha wa kulipa hizo gharama. Anaomba msaada wa wewe mwanamichezo, mpenzi wa Yanga na mpenzi wa michezo kwa ujumla,
kumchangia ulichonacho ili aweze kupatiwa matibabu, na nabaki ya simu inapita hapo. Unaweza kumchangia kwa kumpigia simu yeye mwenyewe moja kwa moja na kumfikishia msaada wako. Naam, Mustafa Hassan Hoza, umeiona Berkane ilivyocheza, kama haukuifuatilia tangu mwanzo, lakini uliona angalau katika hatua ya nusu finali. Ilishinda magoli 4 ikiweka kambani magoli 6, 2 VAR ikasema hayakuwa magoli halali, dhidi ya timu ngumu ya CS Constantine ambayo tuliona ikicheza na Simba hii msimu huu. Kila timu ilishinda nyumbani kwake magoli 2, sio Yeah. Unaona mtihani wa aina gani kwa Simba, ama ni mtihani mwepesi au mgumu? Maana kwambia mtu mtihani anajua ni mgumu tu. Of course mtihani upo na ambao ni tuseme kwamba ndio kazi. Lakini mimi ninachokiona Berkane, sio kwamba nimefuatilia tu katika mechi hizi ambazo za mwisho zinacheza. Hao watu wa kaskazini, ukiangalia performance ya timu zote za kaskazini ambazo Simba wamecheza nazo, hawa Berkane kidogo wana utofauti. Ndio. Yeah, piki yao iko juu kidogo. Na kuna kitu ambacho kwamba kama Simba tunatakiwa lazima tuwe nacho. Tutofautishe watu waliokuwa kazini na watu ambao wanataka tu furaha yao. Unaelewa? Kwa hiyo mpira lazima uheshimiwe. Yeah. Sawa? Na hizi slogan za kusema kwamba kwa Mkapa atoki sijui nini kule tukienda, nafikiri notion isiwe kwa wachezaji. Notion inabaki kwa wachezaji ni kuheshimu kazi yao. Najua kwamba kuna watu wanataka kutengeneza namna gani nzuri ya kuwa motivate na nini, lakini katika maisha ya kawaida kuna vitu natakiwa uvijenge nje ya fedha. Sawa? Sasa hili swala ambalo linatakiwa lizungumzwe sana sasa hivi, linatakiwa lizungumziwe kazi yenyewe. Haya mambo mengine yatakuja ukishatengeneza mnara wako, hivi vitu vingine vyote vitakuja automatically. Ndio. Yaani concentration iwepo katika hizi mechi mbili, regardless tunaanza kule au tunakuja kumalizia hapa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kile ambacho kinawezekana kwenda kufanyika kule lazima kifanyike kwa umakini zaidi, lakini haiwezi ikawa imekwisha kwa sababu tunarudi Tanzania. Sawa? Bado finali inatakiwa ichezwe katika mechi zote mbili. Lolote linaweza likatokea. Na tukiamua kwamba kufikiri kwamba tunataka kwenda kutengeneza aina fulani ya mchezo kule, tukirudi hapa tutakuja kumaliza, hizo approach kwa kweli yani naomba ziondokane katika vichwa vya wachezaji wetu. Sawa? Kwa sababu najua kuna pressure ya watu ambao wanataka wao ushindi tu. Lakini tujue kabisa kwamba sisi tunaofanya ile kazi ndani, sawa, tuheshimu kile tunachoenda kukifanya. Tusifikiri kile kinachotaka kuja kufanyika. Kwa hiyo pande zote mbili nafikiri kuna namna ambavyo kwamba, na ili hasa mimi nalizungumzia kwa wachezaji, kwa sababu watu wanapata nafasi ya kuwa nao mara nyingi, lazima watiweshime kuondokana na hivi vitu vilivyokuwa nje ya kazi yao. Nikimaanisha kwamba wapenzi na washabiki wanataka nini, wao wajue wao na wanachokitaka ni kitu gani, watengeneze mnara wao katika nchi. Sawa? Hivi vitu vingine vyote vitakuja. Yaani unajua ukishatengeneza kazi yako nzuri utatunukiwa tu, utake ustake. Lakini ukianza kufikiriza kwanza unataka kutunukiwa kabla hujamaliza kazi, vitu hivi vinazo vikapishana afu baadaye ikawa ni aibu, na wewe credit yako inakuwa inapotea. Kwa hiyo katika maisha kutengeneza credit ni kitu muhimu sana. Hivi vitu vingine vyote vitakuja baada kwa wewe umeshatengeneza ramani yako. Sawa. Yeah. Uncle Tom, tayari Simba mwaka huu imevunja rekodi yenu, kitu ambacho tulidhani ingechukua muda mrefu sana. Sasa ule ukubwa wenu sasa ambao ulikuwa wa kutukuka kwa kipindi kirefu, sasa kama hautakuwa na comparison, basi utakuwa makali yake yamepungua, kwa sababu nyinyi ndio mko na rekodi ya kipekee pale barani Afrika. Hebu tuambie sasa, ukiangalia namna ambavyo Simba hii imekuwa ikicheza tangu mwanzo wa msimu na Simba yenu, unajua hata Simba katika mashindano ya nyumbani msimu ule hamkufanya vizuri, maana Yanga alichoma kombe yote ya bara na muungano kama unakumbuka na ukienda kwenye ukanda wetu Afrika Mashariki pia Yanga walichukua pia na kombe la Afrika Mashariki. Surprise ilikuja mkafika finali kombe la CAF. Na Simba hii hata kama imekosa ngao, Yanga amechukua ngao, sio? Na hata kwenye ligi isipochukua hata, lakini bado imeweka rekodi ya kufika finali kombe la CAF. Hebu tuambie kikosi hichi cha Simba unavyokiona,
ukikumbukia na jinsi mlivyokuwa, unaona tofauti zipi labda? Tofauti zipo kidogo, kwa sababu sisi wakati ule 93 wengi wao walikuwa wa Tanzania. So wengi wao wote kasoro Damian Kimti ambaye naye alikuwa ni Mtanzania. Damian Kimti alikuwa Feruzi Telu kucheza kwa nafasi sana. Alikuwa ila ingalau alikuwa anapata nafasi hivyo, lakini asilimia kubwa alikuwa Tanzania. Kwa sasa hivi timu yetu ya Simba kama watacheza hawazidi 5 ndani ya pitch, lakini wengi ni wageni, na Simba wamesajili wageni ili waje kutupa kitu. Kwa hiyo kama fainali kombe hili Simba labda hawakuchukua, mimi nadhani lawama nyingi zitaenda kwa wachezaji wageni tuliowasajili. Unajua Mustafa, wewe hujui. Wewe mjui Tom. Wewe unamjua Tom? Au unamjua kama mchezaji tumekeza naye? Yaani huyu Tom ni yule Simba. Kama Simba wengine wote unaowaona kule, yani kwenye Simba huwaambii kitu. Yaani huyu Tom ukikaa naye jukwani ndo alipaka anatukana wachezaji wakiharibu. Sio kweli. Umeelewa? Yaani ndio nakwambia. Yaani Tom unajua wale Simba lialia ndo huyu. Umeelewa? Yaani ashakwambia hapo kwamba kombe hili isipokuja wachezaji hamtuambii kitu. Yaani wewe hujaelewa tu mpaka hapo. Yaani wachezaji hamtuambii kitu. Sio na maana hiyo, kwa sababu tuna wachezaji wengi wageni na wamesajiliwa kwa pesa nyingi, na wamesajiliwa na Simba ili wana matumaini kama sisi tulikosa kombe 93. Kwa hiyo wapenzi wa Simba, viongozi na watu wote Tanzania nzima ushamuelewa mpaka hapo ushamuelewa. Yaani kwamba Simba ametoa hela nyinyi mfanye kazi, nyinyi babwenge tunataka kazi. Sasa si ndio iko hivyo? Kweli utamsajili mtu alafu asije kukupa kitu? Yako alikusajili kukusajili wewe mtoto wewe. Sasa hapo Mahmud hapo pana unajua Yanga walibugi kwa huyo wa Simba kabugi kwa Akida. Akida kasaidiana kaenda kujitambulisha DTV. Sawa. Mustafa, mpira is not about individual, lakini hauwezi kukwepa kumesha wachezaji hatari. Ndio maana dunia inawakumbuka Maradona, inawakumbuka Pele, dunia inamjua Messi, inamjua Ronaldo. Kuna huyu mtu anaitwa Osama Lamloui wa Berkane. Umemfuatilia? Mzungumzie huyu, alafu na iangalie defense ya Simba, alafu peleka ushauri wako kwa maana wewe pia ni mlinzi. Namna ya kudhibiti watu kama hawa. Kipesa alishalizungumza hilo swala la defense. Yani yule bwana ni yuko very skills, yani ana uwezo. Sawa? Na juu yuko vizuri na chini yuko vizuri, alafu ana kasi. Umeona? Unajua sasa hivi mpira umekuwa na nani sana na mambo mengi sana. Mambo mengi sana, yani kuna vitu ambavyo kwamba nyakati zile wakati tunacheza kulikuwa na namna ambavyo unaweza ukatumia kumpunguza mtu kasi. Lakini sasa hivi unaweza ukafanya tukio ukaona kama teknolojia ikarudi imeenea, ukajikuta mtu unaweza unakula red card hivi bila kutegemea. Lakini bado kuna nafasi ambayo kwamba tunaona kabisa wale key wa watu, kwa mfano kama unayemzungumzia kutoa assignments. Sawa? Sidhani kabisa kama tuna nafasi kubwa sana ya kusema kwamba hii game hawa watu ni wa kwetu. Sisi tuseme tuwape game wao. Tukishawapa game wao ni maana kwamba tunawaheshimu. Kwa hiyo katika defensive pale, watu wa nyuma pale, tupeane majukumu. Sawa? Kwa maana kwamba wale watu ambao hatarishi wako wawili, wale watu hatarishi wale wapate special treatment. Yani wapate huduma maalum kabisa, kwa uangalizi maalum katika hizi mechi zote mbili, ya ugenini na nyumbani, kwa sababu wanafanya jambo wakati wowote ulipotegemea na usipotegemea. Sawa. Uncle Tom, kwa mara ya pili mfululizo Tanzania imetoa ubingwa wa michuano ya under 15 ya shule. Sawa bwana. Ni msingi bora sana katika kuandaa wachezaji wa baadaye. Tuna shida sisi. Tumekuwa tunafanikiwa sana kugroom watoto tangu enzi za Coca-Cola, Airtel Rising Stars juu zile, lakini hapa katikati hapa kutoka kwenye uteenager kwenda kwenye usenior tumekuwa tunapoteza wachezaji wengi sana. Wachache ambao wanavuka hili daraja.
nini shida? Na nini ushauri wako? Ushauri wangu, sisi tunaandaa watu, alafu baadaye tukimaliza yale mashindano, yani shughuli nao tumemaliza. Kwa hiyo inatakiwa watengenezewe kitu. Kwa mimi jinsi ninavyoona sasa hivi Tanzania, tunatakiwa kama serikali, maana sasa hivi serikali imewekeza kwenye mpira. Mama anatoa hela, kuna vitu vingi vinafanyika. Kama kunawezekana, tutafute namna tuwe tunatoa hawa vijana waende kwenye nchi zenye maendeleo kama Uingereza, waende Spain, waende kwenye nchi zile za mpira, tutoe hawa wanafunzi. Sawa. Na wewe Mustafa, mawazo yako baada wakati fulani baada hizi kelele zetu kushamili, ikaundwa TSA Academy pale TFF, na pale ndio ilipotokea kina Ulimwengu, Imedimao na wengine wengi tu waitoka sema hawa ndio walifanikiwa zaidi. Sawa bwana. Kwa sasa hivi vituo vya Tanga, Kigamboni na pale Karume vina groom tu ndio vinawatoa hawa under 15. Lakini namna ya kuwavusha at least kufikia kuwa under 20 bora, labda kuna kitu ambacho kwamba sidhani kama kweli hatukione, lakini kumgrumu mtu ni kitu kimoja, lakini muendelezo ni jambo la pili. TFF sidhani kama ni kazi yao. Unamtengeneza mtu lakini hayupo katika muendelezo. Ili jukumu lilikuwa linatakiwa liwe sana kwenye virabu. Kile kinachofanywa TFF, na ukiangalia maendeleo ya hizi under 20, under CB15 nini na nini, yani unazikuta ziko kwenye mashindano, unazisikia, alafu baadaye watu wanakuwa wanapotea. Lakini wangekuwa na muendelezo kwenye virabu, sawa, wanapata games hizi, haya mashindano under 20 yanakuwa yanafanyika na nini, yani wanakuepo, lakini pia wanapandishwa madaraja. Hizi kwa mfano wa under 15 ambao wamefanya vizuri juzi, wakirudi hao sidhani kama wanakuja kuteremka chini kwenye virabu vyao kuendelea na ile performance. Na ndio unakuja kukuta watu wanakuwa wanapotea. Unajua mpira sasa hivi ni biashara. Kama tunaamua kuwekeza katika hivi vituo, sawa, kuwe na muendelezo, wale watoto wanapokuwa wanarudi kwenye mashindano, basi muendelezo uwepo. Na hasa hii nalisisitiza kwenye virabu. Virabu tunafikiria sana kule juu kwa sababu ya biashara, lakini tunashindwa kutengeneza. That's why sasa hivi nchi yetu, yani watu wote Afrika huko magharibi wanakimbilia hapa, kwa sababu sisi wenyewe tunashindwa kupandisha watu wetu wakaweza kukompiti na hao watu wanaokuwa wanakuja. Sawa sawa. Chifu Buguma wa Tabora anasema asante Bin Zuberi kutuletea wakongwe hao, kwani wanayajua vizuri machungu ya kupoteza fainali. Haya. Chifu, muulize Kipese kwa fainali yao ilihujumiwa kwa maslahi ya kiuchumi, kwa baadhi ya wachezaji kuhongwa ndani ya uongozi, timu poteze kweli, upo wapi? Mimi Ali Litiawi. Ali, wewe mwandishi wa habari bwana, hizo bwana ni yani siwezi mimi kumuuliza hilo swali kwa sababu si sadiki hayo, na yeye sio takukuru kujua kama ilihujumiwa. Utaniwia radhi Ali Litiawi. Bikaka Bin Zuberi, msalimia Kotom pamoja na Hoza, wape salamu. Rashidi wa Georges anawasalimia. Tunamjua Rashidi wa Georges? Mzee supu ya utumbo. Yule jamaa kama mchawi yule. Anatengeneza supu tamu na nyama zake. Sawa. Jamani, acheni masiara. Berkane ni ndoto ya kutisha. Tujiandae kisaikolojia ya haya Sendo wa Kilombero. Kwako tu. Kwenye ukurasa wa Kafu waliandika kwa mara ya kwanza Simba wameingia finali ya CAF Confederation Cup. Tuheshimu wenye takwimu zao. Kafu Kalebezo Cup. Na sisi tumesema Confederation Simba ni mara ya kwanza, ilikuwa ni CAF Cup. Tutoleni Usimba na Uyanga. Nimefarijika sana kumuona Musa Faoza akizima center back Simba veteran na Azam veteran. Kasim Kimweli Open University ni Dr. Kasim Kimweli, kumradhi, yuko Open University. Mungu atamfanyia wepesi inshallah. Kiukweli nasikitika okay, namba nimepata, nitatoa ushirikiano. Mimi ni Hemedi Mkumbila wa Rudewa K Kabatini wa Rudewa Kilosa. Nasema Sefu Mvemve, mimi msanii wa maigizo Tanzania, kwanza natoa pole kwa rafiki yangu Pasco. Pia nilikwambia ushindi wa Simba ni sare na utoe na mchango, mwambie na Bigi vile vile umole matovela mtemba mchango. Kwanza watu na Kinondoni nzima watu wanalalamika wewe Sefu Mbembe na Bigi ndio wa mchange hata kwenye misiba. Bin Zuberi, mwambie Oza jana alitukumbusha yale ya zamani, beki wa mfano. Mpe salamu mwalimu mstaafu Sirimba wa Mbalizi Mbeya.
bwana. Nadhani salamu zenu nimezisoma, mmezipata wote hapa, si ndio Sawa. Sawa. Tumetoka huko na kuja na hapa na kwenyewe. Huyu ameandika ameudeta Manasi Ndosi wa Arusha, Simba wawe makini kwa Berkane, hawa jamani hatari. Bin Zuberi kwa masaisho, Simba haijavunja rekodi ya kina Kipese, watakuwa wameivunja tu iwapo watalichukua kombe hilo. Kuvunja wameequalize. Sawa. Mahmudu TFF VAR ni muhimu sana, msipoziba ufa. Hizi nitasoma baadaye. Kwa pamoja niwashukuru sana Uncle Tom na Mustafa Oza, na niwatakie Jumapili njema. Ongereni Simba veteran kwa kuifunga kwa mbinde ya veteran. Na najua mlichofanya, mlichomeka wachezaji ambao wamestaafu juzi wengi wapige boosti, lakini sisi tulitumia wale ambao walikuwepo timu ikiwa inaanza kabisa mwanzoni. Na umri tu ulikuwa sawa sawa. Endeleeni kuchomekea tu. Hamna hajachomekewa mtu. Umri ulikuwa uko sawa sawa, iko tu. Sasa nilikuwa na Uncle Tom na Mustafa Oza. Nikumbushe kwamba mwenzetu Pascal Kaliasa, beki wa zamani wa Yanga na timu ya taifa vijana under 20, anakabiliwa na changamoto ya maradhi ambayo anahitaji si chini ya milioni 5 kwa ajili ya matibabu. Ndugu Mtanzania mwenzangu, mwanamichezo mwenzangu, namba yake inapita kwenye screen hapo. Tafadhali chonde tunakuomba tumchangie mwenzetu aweze akapatiwe matibabu. Shukrani sana. Mahmoud Bin Zuberi, siondoki na kwenda break fupi, nitarejea.